Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Karibu tusikize tafakari ya kipindi cha Kwaresma, tafakari ya kujiandaa na kipindi kitakatifu cha Kwaresma. Leo naomba tuweze kutafakari kuhusu kufunga. Kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresma ina maana gani tukifunga? Karibu tusikize tafakari ya maandiko matakatifu inayoelezea kuhusu kufunga na jinsi Mungu anavyotuasa tufunge. Kufunga ni sehemu muhimu ya ibada ya kipindi cha Kwaresma katika Kanisa Katoliki. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaona kufunga ni kipindi cha toba na tofauti. Waumini wanajitolea kumtumikia Mungu kwa njia ya kufunga, kujinyima na kuomba kwa dhati ili kujiandaa kwa Pasaka. Kufunga ni njia ya kumjua Mungu kwa ukaribu zaidi, kujitakasa kutoka kwa dhambi na kukua kiroho kwa kutafuta uso wa Mungu katika maisha yetu. Hapa katika tafakari hii tutatafakari juu ya maana ya kufunga, mifano kutoka katika Biblia takatifu na matakwa ya Mungu kuhusu kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza tuangalie kufunga ni jitihada ya kiroho, si ya mwili wa pekee wala si mwili pekee. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya 16 hadi ya 18, Yesu anasema, wakati mnafunga msiwe kama wanafiki wanaojionyesha mbele ya watu ili waonekane wanafunga. Amin, nawaambieni, walipatwa thawabu yao. Lakini wewe wakati unafunga, jizibe kichwa chako na usafishe uso wako, ili watu wasione kuwa unafunga, bali Baba yako aliyekuficha atakayeona kwa siri atakubali kwa dhati sadaka yako. Huu ni wito wa Yesu kwa waamini kuzingatia kuwa kufunga si tendo la kujivuna mbele ya watu, bali ni tendo la kiroho kwa Mungu. Kufunga sio kwa ajili ya kudhihirisha ufanisi wetu au kujionyesha kwa wengine, bali ni hatua ya kumkaribia Mungu kwa unyenyekevu, kwa moyo wa unyenyekevu na maombi. Tunapofunga tunaombwa tuwe watu wenye nyuso za tabasamu, tusionyeshe nyuso za huzuni. Na tunapofunga tunamwomba Mungu kwa dhati kwa ajili ya nguvu ya kiroho na msamaha katika maisha yetu. Ni katika kufunga ndipo tunapokea, ni katika kufunga ndipo tunasamehewa dhambi zetu na kutakasa mioyo yetu. Mungu anapenda Mungu anapenda moyo unaojitoa, hasa kwa kufunga kwa ajili ya wengine, kufunga kwa ajili ya watu wenye mahitaji. Na ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 9 aya ya 3, Danieli alifanya kufunga kwa ajili ya taifa lake na alijinyima chakula na maji ili kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya kutubu dhambi za watu wake. Huu ni mfano wa kufunga kwa ajili ya kuomba msamaha na rehema kutoka kwa Mungu kwa ajili ya watu wenye shida, kwa ajili ya watu wenye mahitaji mbalimbali. Na katika tafakari hii naomba tuzungumzie kufunga kama ishara ya toba na mabadiliko ya moyo. Kufunga ni hatua ya kutubu kwa dhati na kutafuta msamaha wa Mungu. Ni muda wa kufanya tathmini ya kina ya maisha yetu na kutafuta njia ya kubadilika kiroho. Katika kitabu cha Yoheri sura ya 2 aya 12 hadi 13, Mungu anasema, lakini sasa asema Bwana, rudini kwangu kwa moyo wako wote, kwa kufunga, kwa kulia na kwa kuomboleza, nanyi mgeuke kwa Bwana Mungu wenu, maana yeye ni mwenye huruma, mwenye kurehemu, si mwepesi wa hasira, mwenye neema nyingi na mwenye kutoa wema. Hii inatufundisha kuwa kufunga ni njia ya kuonesha toba ya kweli kwa Mungu na kuwa na mabadiliko ya moyo. Kufunga katika kipindi cha Kwaresma ni nafasi ya kumwomba Mungu aonyeshe huruma ya dhati kwa dhambi zetu na kutufanya kuwa watu wapya kiroho. Kufunga ni sehemu muhimu ya kutubu na kugeuka kutoka katika dhambi tulizozifanya
Basi Mwenyezi Mungu anatualika tukae watu wa kufunga, kwa sababu kufunga ni ishara ya toba na mabadiliko ya moyo. Na ukisoma katika kitabu cha Yona sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 10, Mwenyezi Mungu anatualika tuwe watu wa kufunga. Ni katika kitabu cha Yona sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 10, watu wa Ninawi walifanya toba wa kumwomba Mungu kwa kufunga na kujinyima chakula. Mungu aliona toba yao na akawasamehe dhambi zao. Hii inaonyesha jinsi kufunga kwa dhati kunaweza kuleta huruma na msamaha kwa Mungu. Basi unapoona mambo yako hayaendi, unahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anatualika tuweze kufunga na kujitakasa mioyo yetu. Tujinyime, tutese nafsi zetu kwa ajili ya faida ya mbeleni, kwa ajili ya kutatuliwa matatizo yetu. Vile vile kufunga ili kulea roho yako na kudumisha mahusiano ya Mungu. Katika tafakari hii tukizungumzia kufunga, tutaona jinsi kufunga inavyosaidia katika kulea roho yetu na kudumisha mahusiano na Mungu. Kufunga ni njia ya kumuonyesha Mungu kwamba tunamtegemea zaidi kuliko vyote vya dunia hii. Tunapojinyima, tunashuhudia kujitolea kwetu kwa Mungu na kuthamini zaidi neema zake. Kufunga pia ni njia ya kuimarisha imani yetu kwa kutafuta uso wa Mungu hata pale tunapokutana na changamoto au majaribu. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 2, Yesu alijitenga kwa kufunga kwa siku 40 kabla ya kuanza huduma yake ya umma. Hii ilimwandaa kiroho kwa vita dhidi ya shetani na kumtii baba yake kwa unyenyekevu. Kufunga kwake kulikuwa ni njia ya kujitakasa, kujiweka tayari kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kufunga ni njia ya kuweka mbele za Mungu maisha yetu yote na kumuomba atufundishe njia zake, kutusaidia kupata nguvu ya kiroho na kutafuta tuwe na moyo wa kumtumikia kwa dhati. Vile katika tafakari hii tuone matakwa ya Mungu kuhusu kufunga. Matakwa ya Mungu kuhusu kufunga hayako katika tendo lenyewe la kutoa kula au kujinyima, bali ni katika nia ya mtu ya kufunga. Kufunga ni kutafuta uso wa Mungu, kumwomba kwa unyenyekevu na kuwa tayari kubadilika. Yesu anatufundisha kuwa tunapofunga tunapaswa kufanya hivyo kwa unyenyekevu na kutojivunia, kwa lengo la kumtukuza Mungu na sio kujionyesha mbele za watu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 33, Yesu anasema, bali tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote mtaongezewa. Hii ina maana kwamba wakati tunapofunga hatupaswi kuzingatia matokeo ya dunia hii kama vile kupoteza uzito au kujivunia mbele za watu, bali tunapaswa kuzingatia kumtafuta Mungu na mapenzi yake. Vile vile katika tafakari hii tutaona kufunga kama njia ya kuuza roho zetu na kumtumikia Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunajitolea kufunga ili kutafuta ushirika wa karibu na Mungu. Hii inatufundisha kwamba maisha yetu ya kiroho yanategemea kumtumikia Mungu na kumtafuta kwa moyo wote. Kufunga ni njia ya kumtegemea na kutenga muda wa pekee kwa Mungu, kumwomba kwa sala, kutafuta ukweli na nguvu zake. Kufunga pia ni njia ya kujitolea kwa wema kwa wengine, kwani tunapojinyima tunakuwa na uwezo wa kutoa kwa wengine kwa upendo. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 2 hadi ya 3, tunaona Wakatoliki, watu wa kanisa walikuwa wakifunga na kuomba, na Mungu aliwasikia na kumchagua Paulo na Barnaba kwa kazi ya huduma. Kufunga na kuomba kulikuwa na njia ya kuwa na ushirika wa karibu na Mungu na kutafuta mapenzi yake katika huduma. Na mwisho tuone kufunga ni njia ya kumkaribia Mungu na kubadili maisha yetu.
Kufunga ni sehemu muhimu ya maisha ya Mkristo, hasa katika kipindi cha Kwaresma. Kufunga sio tu kuhusu kutokula, bali ni kumwomba Mungu kwa dhati, kutubu dhambi zetu na kutafuta nguvu za kiroho kutoka kwa Mungu. Tunapofunga tunajitahidi kuwa na moyo wa unyenyekevu na kutafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 58 aya ya 6 hadi ya 7, Mungu anasema, "Je, huu ndio kufunga niliokupenda? Je, sio kufunga kwa kumwacha mtumwa wake huru, kuwalisha wenye njaa na kumvika mtu asiye na mavazi?" Hii inatufundisha kwamba kufunga ni zaidi ya kutokula, bali ni kutoa huduma kwa wengine, kutenda matendo ya haki na kutafuta mapenzi ya Mungu kwa moyo wa kweli. Basi Mwenyezi Mungu anatualika tukafunge, tukawe watu wa kufunga, tukatafute mapenzi ya Mungu yaliyo ya kweli katika maisha yetu. Kipindi cha Kwaresma kinatufundisha kuwa kufunga ni fursa ya kujitakasa kiroho, kubadilisha tabia zetu na kuwa na ushirika wa karibu zaidi na Mungu. Kuishi kwa kumtegemea Mungu katika kipindi cha Kwaresma ni kuonyesha kwa vitendo kwamba tunamtegemea Mungu na kwamba maisha yetu yote yapo mikononi mwake. Na tunayo maswali tutakayojiuliza katika tafakari hii kuhusu kufunga. Je, ninajiandaa vipi kutubu dhambi zangu kwa kutafuta uso wa Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma? Vipi nitafanya kufunga kuwa njia ya kukua kiroho na kumtumikia Mungu kwa dhati? Je, ni vipi nitaweza kutoa huduma kwa wengine wakati wa Kwaresma kama ishara ya upendo wa Mungu? Haya ni maswali tunaulizwa mimi na wewe siku ya leo, tukiwa tunatafakari juu ya kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Bwana wetu Yesu Kristo anatuletea maswali haya tujiulize mimi na wewe. Tunajiandaa vipi kutubu dhambi zetu na kutafuta uso wa Mungu? Kufunga ni zaidi ya kutokula. Ni kumtukuza Mungu, kutubu kwa dhati na kutenda matendo ya huruma kwa wengine. Hivyo, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapaswa kujitahidi kuwa na moyo unyenyekevu na kumtegemea Mungu kwa kila kitu, tukijitolea kwa wema na kutafuta ushirika wa karibu zaidi na Mungu. Basi baada ya kusikiliza tafakari hii fupi ya Kwaresma, ya kujiandaa kwa ajili ya Kwaresma kuhusu kufunga, naamini kila mtu atakuwa ameelewa namna ya kufunga na jinsi Mungu anavyotutaka tufunge na faida gani tunazipata tukifunga. Tumeona faida nyingi tunazozipata ni kufunguliwa maombi yetu, kupokelewa kwa maombi yetu. Tunamwomba Mungu. Mungu anapenda roho inayojituma, roho inayofunga, roho ambayo ipo tayari kuteseka kwa ajili ya faida ya mbeleni. Basi Mwenyezi Mungu anatualika tukateseke, tukafunge kwa ajili ya kufikia ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa kumalizia, ninawaalika katika tafakari zinazofuata. Usikoswe na tafakari zinazofuata kuhusu Kwaresma na kujiandaa kwa ajili ya Kwaresma na juu ya maisha tunayoalikwa kuishi ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu. Karibuni sana na muendelee kusikiliza tafakari hizi za kutujenga. Amina.